Yesu asifiwe. Jana tulipata nafasi nzuri pia ya kuangalia asubuhi tuliangalia baada ya wokovu kupokea, kuna mambo matatu ya msingi unayopaswa kuyaishi. Na mambo haya, la kwanza ni kukulia wokovu. Kulia wokovu. Mara nyingi watu wengi wanakuwa ni wachanga, hawakui. Kama ambavyo unaonaga tabia za watu, unamkuta anaitwa kubwa jinga. Kisukuma watu tunajaribu kuangalia watu wanaoitwa kuna wanaitwa wakita shirawuyanda. Ni mtu mzima lakini bado tabia zake ni za kitoto, yani zinakuwa sawa na mtu ambaye hana ufahamu vizuri. Kwa hiyo hata katika maisha ya wokovu, usipokubali kukulia wokovu inavyopasa, maana yake utakuwa mtu mkubwa, una muda mrefu kanisani, una miaka mingi kanisani, wamekupa mpaka na vyeo na vitu vingine, lakini bado katika mtazamo wa swala la kimalezi wewe unaonekana kuwa mchanga, toto, usiye na chochote kwenye maisha yako. Mara nyingi tunashindwa kutafsiri ule uhalisia wa maisha ya kila siku na wokovu. Na wengi wetu tunautafsiri wokovu kama maisha ya Jumapili. Wengine wanajua ni maisha ya mchungaji. Wengine wanajua ni maisha ya viongozi. Kwa ndio maana unakuta mtu mwingine mwenye tabia za mwilini akitaka kuchaguliwa kuwa kiongozi anakataa. Kwa nini? Kuna baadhi ya vitu sasa anavikosa. Kwa hiyo atatafuta kila namna kuhakikisha kwamba hawezi kupewa hiyo nafasi, maana anajua akiwa kiongozi sasa hayo yatakuwa yamempita. Ni namna ambavyo sisi hatuwezi kuishi maisha ya kukulia wokovu. Tunahitaji malezi ya kukomaa kiroho. Biblia inasema kuwa na kina na upana na kimo na urefu kwenye mambo ya nini? Ya wokovu. Kwa hiyo ni vizuri uruhusu maisha yako yakue kwenye mambo ya kiroho. Kama ambavyo mtu haachi kukua mpaka anapoitwa na Bwana, ndivyo pia maisha ya wokovu yako vile vile. Hakuna kusema kwamba mimi sasa hivi shakuwa, sihitaji. No. Hata kama una miaka 106 bado unahitaji kula chakula, bado unahitaji, kuna vitu mbalimbali unavihitaji kwa ajili yako. Kwa hiyo hata katika masuala ya wokovu hakuna cha kwamba mimi ni pastor, hamna. Mimi nimezaliwa kanisani, hakuna. Ni maisha ambayo unapaswa kujipanga kila siku kama mtu mzima, kwa mtu kwamba unapaswa kula chakula kila leo bila kujali umri ulionao. Kwa hiyo tunapaswa kuendelea kukua, na chakula chetu kikuu ni neno la Mungu.
lina kila namna ya malezi na makuzi, na lina kila aina ya vitamini. Ukiwa mdogo lina viinilishe vinavyokufaa kwa umri ule. Ukiwa mtu mzima lina viinilishe vya mtu mzima. Ukianza kuzeeka lina viinilishe vya uzee. Na ndio maana kuna sehemu linasema nitaurejesha uzee wako uwe kama uzee wa nini? Wa tai. Tai ni mmoja kati ya ndege anayeaminiwa kuishi miaka mingi duniani, lakini kila baada ya miaka kadhaa huwa na uwezo wa kurudi tena uchanga kwa kukaa kwenye eneo la kiota chake na kujitoa manyoya yote, halafu akaota manyoya mengine kama alivyo bata. Si mnajua bata huwa anajitoa manyoya yote, yanaisha kabisa, yani mpaka unaanza kufikiria kwamba huyu bata anataka kufa. Baadaye tena anaota manyoya, yanaota anakuwa mpya, kumbe mzee wa bata, kumbe mkwekuru wa bata. Kwa hiyo bado huduma ya neno la Mungu ina uwezo kukuhudumia bila kujali umri ulionao. Watakatifu, jambo la msingi, tunapaswa kukuria wokovu. Kubali kukua. Hata kwenye familia huwa tunaambiwa wakulile umekua, acha mambo ya kitoto. Wewe ni mtu mzima. Huwa tunaambiwa wakati mwingine, mchungaji jiheshimu. Si ndio mchungaji jifanye nini? Jiheshimu. Mtu mmoja mtu mzima alitongoza katoto. Akajieleza maelezo mengi kabisa, akafikiri kamenielewa. Alafu mwishoni kakamwambia neno hili: baba, naomba ujiheshimu, wewe ni mtu mzima, huwezi kuniambia vitu vya ovyo kiasi hicho. Alafu anauliza swali gani? Nimekosa heshima wapi? Dhambi huwa inamfanya mtu kuendelea kuwa mtoto miaka yote. Dhambi. Na watakatifu, vyote tunavyojifunza hivi, ili usinielewe, ni pale maisha yako yanapokuwa yanatawaliwa na nini? Na dhambi. Maisha yanayotawaliwa na dhambi huwa hayawezi kulipokea neno la Mungu. Hayawezi kupokea neno la Mungu. Hayawezi kupokea neno la Mungu. Hata kama ulikuwa na kauzoefu kadogo kanisani, huwa hakakui tena, kanabaki hako ulikokuwa nako unapoingiza maisha ya nini? Ya dhambi. Wendi. Bwana asifiwe. Jambo la pili katika swala la maisha ya wokovu, jambo la pili la msingi, unapoendelea kuishi kwenye maisha ya wokovu, unapaswa kuukuria wokovu. Lakini jambo la pili, unapaswa kuwa na muda wa maombi, muda wa kuzungumza na Mungu, muda wa kujieleza mbele za Baba. Moja ya matarajio makubwa ya wazazi, mama anapokuwa amezaa mtoto, ni kumsikia mwanaye anazungumza. Bwana asifiwe. Moja ya matarajio makubwa kabisa ni pale utakapomsikia mwanao anaita mama. Unasikia vizuri, unarudia tena abe, unasemaje mwanangu? Mama. Tunanielewa? Unauona na kuona mlango hapo umefunguka, unaanza na kumwambia, akimuona babake, muite baba. Akiita tu baba anasahau mama. Kwa moja ya jambo ambalo mzazi hufurahia sana kwa mwanae ni kumuona mwanae anafanya nini? Anazungumza. Kwa hiyo jambo la pili katika maisha ya wokovu, msingi wa pili, mambo ya lazima jambo hili mbele za Bwana, sio tu kukuria wokovu. Hauwezi ukakua ukiwa bubu. Ni lazima uwe na muda wa maombi. Ni muhimu
kujua lugha ya kuongea na baba yako na kueleza mahitaji na matakwa na elimu ya Mungu na kumwomba ili kumweleza aweze kukuelekeza na kukufundisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtoto akishaanza kuzungumza na uwezo wa kuuliza nini hiki baba, nini hiki mama. Sio, mnanielewa anakosea. Mimi ni naye hapo anayeendelea na mazoezi ya kuzungumza. Ukikaa naye kuzungumza naye wewe uliyekuja leo, atakuacha au uwezo kumuelewa. Lakini wale tunaoishi naye lugha yake baadhi sehemu nyingi tunafanya nini? Tunaielewa. Anapoongea ni kama nusu anaongea Kichina. Akikwambia ninaumwa anasema tu mma. Unaweza ukaanza kuangalia mma nini hapa? Kumbe ana maana ya naumwa. Pengine labda inachoweza kusaidia ni yeye kumuona mma anashika mahali panapo yupo kwenye hatua ya kuzungumza. Maisha ya wokovu, mtu anayeukuria wokovu lazima ajifunze kujua lugha za wazazi wake, lugha ya baba yake, lugha ya mlezi wake, lugha ya msimamizi wake, lugha ya mtu anayeweza kumpatia majibu na mahitaji anayopaswa kuwepo. Ni swala la muhimu. Hauwezi kuukuria wokovu bila kuzungumza. Lazima uzungumze wapendwa, lazima uzungumze. Tusalimiane, mola yaseba, Bwana asifiwe, za nyumbani zuri unaendeleaje? Na hapa ukianza sasa kuzungumza, unapata muda wa kumpa nafasi Mungu kukufundisha, kumuuliza maswali, kujieleza kwake, kumuomba vitu na kupata muda wa kuzungumza pamoja na nani? Na Baba. Bwana asifiwe. Watakatifu, hili ni eneo ambalo linatusaidia kujua tabia za Mungu, viashiria vya Mungu, lugha ya Mungu, uwepo wa Mungu, kuonekana kwake katika maisha yetu. Ni kwa namna gani unaomba? Kama huwezi kuomba sio rahisi. Hata kama Mungu yupo kwenye eneo lako huwezi kujua kama kuna Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Muombaji yoyote huhisi nguvu za Mungu. Naomba unielewe. Muombaji yeyote huhisi nguvu za nani? Za Mungu. Hata kama ni nguvu za shetani huhisi nguvu za shetani. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukamkuta katika maombi anaomba, ghafla unamuona anabadilisha speed aliyokuwa nayo ya maombi. Alikuwa anaombea kitu, unashtukia amegeuka ghafla anaanza kukemea, toka shetani kwa jina la Yesu, ninaharibu na kuvunja hila zako. Kwa nini? Anahisi uwepo wa nguvu isiyokuwa kawaida, isiyofanana na maombi yake, isiyofanana na mahitaji yake. Ndio maana anakataa, ndio maana anagoma, ndio maana anafukuza, ndio maana anabadilika. Kuna swala la lazima ufike mbele za Mungu, umfurahie Mungu. Katika kuzungumza watakatifu kuna kuimba. Katika kuzungumza ndugu zangu kuna kutafakari. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima unaweza ukamuomba Mungu kwa njia ya nyimbo. Ukaimba wimbo na wimbo huo ndani yake ukawa una mahitaji ambayo Mungu unataka akupe. Si kila wimbo unataja sifa za Bwana. Kuna nyimbo zingine zinahitaji maombi. Tunanielewa? Haleluya. Tunanielewa? Nyimbo zingine unaimba ukiomba. Unamwambia Mungu atende kama ambavyo unatamani kuona kwa wakati huo. Bwana asifiwe. Zipo nyimbo ukiziimba unaonyesha kabisa kuomba mbele za nani? Za Bwana, kwa mazingira yaliyo kamili kabisa. Kwa ni lazima wewe unayeukuria wokovu ni lazima kuomba. Lazima kuomba. Usipojua lugha yoyote, maana yake hauwezi pia kueleza vitu vinavyofanya nini? Vinavyojulikana. Ni lazima uielewe lugha ya yule unayemuomba. Sio, umeelewa hapo? Lazima
Sehemu nyingine Biblia inasema kwamba mpaka sasa hamjajua kuomba na hamjaomba ipasavyo. Kwa nini? Lugha ya yule wanayepaswa kumuomba hawakuijua, hawakuifahamu, hawakuielewa, hawakuijua kabisa, hawakuifahamu kabisa. Naomba nisomee Isaya 1 mstari wa 18. Inasemaje? Sema. Haya njoni tusemezane. Haya njoni tusemezane, asema Bwana. Bwana anatuambia, njoo mwanangu hapa tuongee. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu hata sana. Kama umenikosea, na hapa ninapenda niwaambie wazazi, tengeneza mlango wa kumpokea mtoto hata kama ametenda dhambi, aje kwako, aeleze dhambi na matatizo yake, na mwisho ongea maneno yako ya uchungu, muadhibu, lakini malizia kumwambia mwanangu, ninakupenda, ninakuhitaji, thamani yako ni ya muhimu sana kwenye maisha yangu kuliko kitu chochote. Hakuna mtu mwingine awezaye kukuwazia mema na mazuri tofauti na mimi. Bwana asifiwe. Anasema njoo tusemezane. Dhambi zenu zijapokuwa ni mbaya. Kuna wakati ni kweli unahisi wewe ni mwenye dhambi, na mara nyingi watakatifu watenda dhambi hata maombi yao huwa yamezungukwa tu na Baba, naomba unisamehe. Mola yaseba Baba, naomba unisamehe. Ukitafakari vizuri katika Biblia, ukitafakari vizuri kwa kina, Roho Mtakatifu akitaka kukuonyesha vizuri, kuna toba kwa maana ya kugeuka, na kuna toba kwa maana ya utakaso. Tunaelewana Sasa utakaso ni mapungufu ya mtu katika maisha ya kukua. Tunaelewana? Yaani ni sawa na mtoto umemwambia ukitaka kukojoa vua kabutura. Mimi wakati mwingine huyo mdogo huyo anaweza akakwambia nikojoe, tayari mkojo umeshaisha. Nikojoe, atakwambia ninye. Yaani unapokuja kumwelewa kwamba ninyi limeshagunda huko, limeshapiga hivi suruali. Lakini kuna wakati anazungumza kwa wakati una uwezo wa kumhudumia, anambia vua, na akafua na akafanya kinachowezekana kwa hapo. Kwa hiyo hivyo ni vile ambavyo vinaonekana kwenye mazingira ya utakaso. Yaani mtu katika swala la kujifunza kuendelea, mapungufu, kusahau, kutokufanya katika viwango vinavyotakiwa, ni swala la utakaso. Ndio maana tunapomwomba Mungu tunamwambia Mungu asante kwa yale uliyotutendea, na baada ya hapo tunamwambia Mungu utusamehe vile ambavyo hatukutenda kama tulivyokuwa tunatarajia. Maana yake ukamilifu wa matarajio ya Mungu, vitu vinavyopelea. Lakini kwenye swala la uasi, wewe hatukuweki kwenye orodha ya utakaso. Na mtu ambaye anafanya kugeuka kila siku, basi huyo sio Mkristo. Unayasema huyo sio Mkristo. Kugeuka kila siku, yani leo uligeuka uko karoka mpaka angaroro. Yani leo umegeuka, na jana ukageuka, na juzi ukageuka, na kesho unatarajia kugeuka, utageuka mpaka na wakati mwingine unachogeukia ni hicho hicho. Shumenielewa? Sasa nini maana yake? Mtu mmoja alifanya utaratibu wa kuacha pombe. Alipoacha kunywa pombe, alikuwa anakunywa gongo, akabadilisha kunywa gongo, akaanza kunywa konyagi. Sema no ile kata mawarwa. Nimeshaacha kabisa hiyo pombe zao. Kaacha kunywa gongo, akaanza kunywa nini? Konyagi.
Ambapo sasa konyagi na si Kongo ni ile tu hii tu imewekwa kwenye chupa. Kumbe basi nimeacha. Akaacha kunywa konyagi, akaanza kunywa bia. Sasa wewe unapoacha kunywa konyagi, hii na yenyewe bia na yenyewe ina kileo vile vile. Akaacha kunywa bia, akaanza kunywa shinywa. Huyu mtu anageuka au anabadilisha? Wewe kuna kubadilika na kubadilisha. Wewe ukimwona mtu hawezi kugeuka, maana yake huyo hajampa Yesu nini? Maisha. Nisomee Wafilipi 4:4 hadi 7. Wafilipi 4:4 hadi 7. Neno la Mungu linasemaje? Furahini katika Bwana siku zote. Furaha ni ya muhimu. Mtoto huwa anamfurahia baba yake mama anapokuja. Wao. Tena nasema furahini. Ndio. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Tabia zenu ziwe wazi, zisiwe za kujificha ficha. Bwana yu karibu. Ndio. Msijisumbue kwa neno lolote. Msijisumbue kwa neno lolote. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Pamoja na kushukuru. Pamoja na kushukuru. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zenu na zijulikane na nani? Na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Itawahifadhi mioyo yenu. Itawahifadhi mioyo. Na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Watakatifu, msijisumbue kwa neno. Kwa nini tunapaswa kumwambia baba? Na uzuri wa Mungu Bwana hahitaji hilo ambalo sisi tunalazimisha kila siku katika jina la Yesu. No. Mungu hafanyi hicho kitu. Kadiri unavyozidi kuwa karibu na Mungu yatosha. Na sehemu kubwa ya maombi makubwa watakatifu ni kwenye ibada ndefu. Sio, mnanielewa? Yaani wakati unaishi unawaza vile unavyoviwaza ndivyo Mungu anavyovifanya. Biblia inasema kabla haujaomba nimekwisha kusikia, na kabla haujatarajia kwamba nitapewa nimekwisha kukujibu. Ndio maana kuna vitu vingine unakomea tu kuviwaza, lakini Mungu anafanya nini? Anavitokezea. Tunaelewana? Ukikaa vizuri machoni pa Mungu kwa uaminifu. So unanielewa? Mama akimuona mwanaye anajua mwanangu anahitaji uji, anaagiza wanangu, naomba mumletee mwanangu uji. Ukishasikia tu mama anasema mleteeni uji, unatamka na kutamka, unamwambia mama uji. Kwa nini? Ni moja ya vitu, unamuona sura ya mtoto inaonyesha kuwa sasa huyu mtoto anahitaji nini? Uji. Kwa nini? Jifunze kuwa na lugha ya ndani ya kuzungumza na Mungu masaa na muda wote. Unapokaa mahali popote unamtafakari na kumfikiria Mungu vipindi vyote. Na niwaambie watakatifu, mazingira haya huwa yanasaidia eneo lolote gumu unapoingia linapata shida. Unajua kwa nini mchawi au mtu yoyote mwenye nia ovu hawezi kufanya jambo kwa mtu huyu ambaye moyoni mwaka anazungumza vitu vya kimungu muda wote? So unaelewa ukishaingia tu hata kama ni kwenye kijiwe anaondoka. So unaelewa? Yesu wakati anamwendea yule mgelasi, kabla hajatamka neno lolote, lakini kile ambacho moyoni mwake kinazungumza, yule mgelasi aliona, akamwambia, Mwana wa Mungu, utusaidie, usitufukuze, uturuhusu tuingie kwenye hao nguruwe. Hajazungumza neno lolote kwa kauli ya juu, lakini moyoni alikuwa amekwisha kumwambia unapaswa kuondoka. Si unanielewa? Ulishawahi kumuona mtu anakuchukia bila sababu? Ni kwa sababu ya hivyo vitu vinavyokaa moyoni. Si unanielewa? Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba nielewe vizuri watakatifu. Na ndio maana hii
Ndio inamsaidia mtu na uwezo wa kuzungumza jambo lolote mahali popote wakati wowote. Kwa nini? Kwa sababu sauti ya ndani inafanya kazi. Kuna wakati tunahubiri huku tukiomba. Naomba nielewe vizuri hapa. Yaani kuna wakati unahubiri huku unafanya nini? Unaomba. Unaweza ukaingia mahali wakati unahubiri vita vinapigana, kwa hiyo unahubiri huku unaomba. Kuna mahali niliwahi kufika, nilipomaliza tu kuombewa nafumbua macho ili nianze kuzungumza, wakaja nyuki 3 na wanahitaji nikifumbua tu mdomo waingie mdomoni. Mhubiri amesimama kuhubiri, nyuki wanataka waingie mdomoni. Sasa nafanyaje? Nianze kuwafukuza au? Sio, unanielewa? Kwa hiyo hauhitaji kwanza kwa jina la Yesu toka, no. Sauti ya ndani, Baba anasikia mwanangu anawaza nini. Sauti ya ndani, Mungu anajua nini unataka kwa wakati huo, hata kabla hujapiga kelele, hata kabla hujatoa sauti yako, Mungu anasikia nini unamtaka akutendee. Nilianza kukabiliana na wale nyuki muda huo. Ni kama ninatengeneza Biblia yangu kukaa vizuri, ni kama ninasogeza outline yangu kukaa vizuri, lakini ninapambana huo muda, ninapigana huo muda. Baadaye wale nyuki wakakatika, wakaondoka, kinywa changu kikafunguka, nikaendelea kuhubiri. Unahubiri huku unaomba, unafanya kazi huku unazungumza na Mungu, unakula huku kuna vitu vinaendelea kufanya kazi kwenye maisha yako. Unanielewa eh? Yaani wakati huo hata kama kuna mtu ameweka vitu kwenye hicho chakula, atashangaa. Utakula, utamaliza kula na hawezi kuona kitu kingine. Kwa nini? Kuna chujio, kuna kitu kinafanya moyoni. Kwa mazingira anaweza achana na maombi ya kukariri. Mola yasema achana na maombi ya kukariri. Kuna mahali ukifika watu wanajua tu kwamba huyu sio wa kiroho. Kwa nini? Hauna mbwembwe. Hapana, Mungu hahitaji mbwembwe bwana. Sio, unaelewa? Mungu hahitaji mbwembwe. Anahitaji ule uhakika moyoni mwako unawaza na kufikiria nini. Mungu anapaona mpaka ndani. Ndivyo tabia ya baba yetu. Lazima tuelewe na sisi lazima tumuelewe kwamba anahitaji nini. Kwa hiyo ule muda tunakaa wote tunazungumza, na mwambie Mungu kuhusu kile ninachotaka kufanya kwa mazingira aliyopo. Mungu anatokezea msaada mara mahali popote, wakati wote, muda wote, hata usipotarajia. Kwa nini? Nafsi yako inazungumza pamoja na Bwana. Daudi anaposema ya kwamba kitanda changu kimeloa machozi. Kuna nyakati ni kweli unalala unalia, lakini moyoni kuna vitu vinazungumza. Sio kwamba umelala, hakuna hilo. Wewe una matatizo, kama unaumwa tukupeleka tu hospitali, kama una tatizo tukusaidie kisaikolojia, lakini ni kwamba amelala lakini anaomba. Na hii ndio inatusaidia vita vya kiroho kwenye ulimwengu wa roho, hata kwenye ndoto. Kwa sababu shetani hufanya kazi kwenye ndoto, yeye anaona ni kama swala liko kawaida. Na ndio maana unaweza ukaota unaumwa nyoka na ukaamuka asubuhi mguu umevimba, mguu unauma. Sio, unanielewa? Lakini umeona kwenye nini? Kwenye ndoto. Sasa hii ndio inatusaidia kwamba uko kimya lakini moyoni unafanya nini? Unazungumza. Kuna kitu kinaendelea kufanya mawasiliano kati yako wewe na nani? Na Mungu. Mwambie Baba, kuna kitu nataka kuona hapa. Watakatifu mlayasheva. Na ndivyo tunavyofanya watakatifu. Wakati mhubiri anasimama kuhubiri, huwa hatuna yale mawazo kwamba huyu naye, no. Unaanza kumbeba kwa wakati huu anaendelea na mahubiri, ili neno likakufae. Unamwambia mtumishi wako amepanda kwenye madhabahu na sasa anaanza kuzungumza, kutuletea neno la nini? La uzima. Amina. Tunaomba atuletee kile kinachohitajika kuwepo. Naomba nipate kile ambacho Mungu amekikusudia kunipatia. Tunaendelea huku moyoni ninatafakari na kufanya vile ambavyo ninavitaka kuwepo. Ndivyo Mungu anatenda kwenye maisha yetu. Sio lazima upige madawati kuomba, no. Jinsi unavyomtafakari Mungu, jinsi unavyomwazia Mungu, jinsi unavyotamani Mungu, na ndio maana wakati mwingine unaweza ukatengeneza proposal moyoni mwako, Mungu akaifanya hata kabla hujaianza kufanyia kazi. Mola yase. Bwana asifiwe. Na haya ni maombi mazuri sana watakatifu. Maombi mazuri sana. Ngoja tutakuonyesha, utaona kwenye mazingira yanayowezekana kuwepo. Mola yase. Bwana asifiwe sana. Tamani
kuukulia wokovu, lakini ukijua lugha ya Baba, zungumza naye kwa lugha yake. Zungumza na yeye kwa namna inavyowezekana. Kama Baba hapendi kuongea naye na kelele, nenda kwa utulivu. Sio, unaelewa Biblia inaeleza hapa, na wakataa wanaopayuka payuka. Yaani wanazungumza ili watu, unajua kuna maombi yale ya kuomba watu waelewe, unajua kuomba vizuri. Malaya sema yaani unaomba ili watu wajue kwamba wewe unajua kuomba vizuri. Unahesabika kuwa mpayukaji. Yaani mpaka kwa jirani wanajua kwamba wameanza ibada hapo. Unakemea kwa jina la Yesu. Mtu unakuta, nilienda kulala siku moja mahali guest, nilipopeleka kwenda kulala usiku, nikajua ndani tuna mlokole. Nikasikia chumba kimoja kinapiga kelele, katika jina la Yesu ninatakasa, ninafanya nini katika, nikasema haya mambo yametokea haya. Hakuna sababu ya kelele hivyo. Ninapokabidhiwa chumba, wakati ni mlango unafunguliwa na ingizwa kwenye chumba kukabidhiwa, muda huo ninamiliki chumba. Bwana asifiwe. Kwamba Mungu umenitarajia mimi nitalala hapa. Hakuna kitu kitakachokaa. Roho zilizoachwa kwenye chumba hiki hazitapata nafasi, zinaondoka na haziwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ndio raha. Yaani nikilala kwenye lodge ambayo pengine wachawi huo wanaenda kufanyia vitu vyao, siku hiyo wanapamisi, hawawezi kuja. Kwa nini? Kama mnavyoonaga hoteli yoyote akilala waziri mkuu huwa panalindwa. Malaya sema Roho Mtakatifu. Kuna kajamaa fulani kalikuwa kanacheza ngoma za Kisukuma fulani, hizi zinaitwa beni. Kale kajamaa kalikuwa kanasema hivi, mimi nikilala kwenye kichaka humo, wachawi watajua tu kwamba kuna mtu amelala humo kwa sababu ninanuka. Zona nielewa. Kwa hiyo mimi nikaiona hiyo slogan iko sawa bana. Kwa sababu mahali popote nikiingia, sihitaji kupiga hodi kwamba jamani niko humu. Watajua tu wenyewe kwamba kuna mtu wa Mungu hapa. Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unipandishe, Bwana niinue kwa imani, isimame nipande milima yote, Bwana nipandishe. Bwana Yesu, tunakushukuru sana. Tunapoukulia wokovu Baba, tunahitaji kujua kuomba, kuzungumza na wewe, kuijua lugha yako, kujieleza mahitaji yale tunayoyataka kuyaleta kwako ili Mungu tutendee. Baba, tunaomba utufundishe, tukufahamu vizuri, tukujue Mungu katika mioyo na maisha yetu na nyakati zote, ili tupate muda wa kutosha kukuomba na kukuhitaji. Ndio maana tunapata muda wa kukutana na wewe asubuhi, kuzungumza na wewe kwenye kila jambo ambalo liko mbele yetu. Tunaziombea kazi zetu za mikono tunazozitenda, ajira, biashara, kilimo na huduma mbalimbali. Baba, tunakualika wewe ukatulinde na ukatutangulie, ukasimame katikati ya maisha yetu na kutuongoza. Karibu Roho Mtakatifu, ukawe pamoja nasi katika kila ambacho Mungu kinawezekana kuwa kwetu. Baba, ubarikiwe. Baba, utukuzwe. Baba, uheshimiwe. Ninakualika katikati ya maisha yetu, na kualika katikati ya upendo wetu, na kualika katikati ya nguvu zetu, wewe ukapata kusimama juu yetu. Tunawaombea wagonjwa ambao wengine wanapata huduma wakiwa nyumbani. Baba, nenda ukawaponye kwa damu yako ya thamani. Huduma wanazotendewa, wanaowahudumia, na vile vitu vinavyohitajika kwake, Bwana ukawasaidie. Waliolazwa mahospitali,
wanahitaji neema yako. Nenda ukawaponye kwa damu yako ya thamani. Kila ambaye moyo wake umekuazimia na kukutegemea wewe, Bwana Yesu ukajifunue kwa ajili yao. Tunawaombea watoto walioko mashuleni, wasaidie wanapoendelea na masomo. Walimu wao tunawaombea ukawasaidie kuwa waaminifu kwa malezi na kwa kuwapatia elimu inayowafaa kwa wakati na kwa vipindi vinavyostahili kufanyika kuwepo. Baba, nenda ukasimame na ukawalee wanaoenda shule na kurudi na wanaokaa mashuleni. Mungu utawatunza. Tunaliombea kanisa lako. Nenda Bwana ukalilinde na kulitunza. Nipatie ushirika na umoja. Walete wote waliokata tamaa na kuchoka, wasio na muda wa kuja kuomba, wasio na muda wa kuja kuimba, wasio na muda wa kukuabudu wewe. Nenda ukageuze mioyo yao na kuwaleta katika nyumba yako wa kuabudu. Baba, nenda ukawatendee mema. Tunawaombea katika familia, mahusiano yao, makubaliano yao, furaha zao, mipango yao. Bwana ukawalinde na kuwatunza. Asante kwa pendo lako. Maendeleo na mipango ya kanisa Mungu utaiwezesha kufikia. Tunaombea huduma za kanisa lako zote na miradi yake, Mungu tukapata kuifikia. Wasaidie kila mmoja watakatifu wako wenye changamoto na nguvu za giza katika maisha yao, mahali pale walipo wakafunguliwe kwa jina la Yesu. Pokea uzima na uponyaji kwenye maisha yako. Kata shauri, mpatie Yesu maisha ili Mungu akufunulie katika wema wako. Tunaiona nguvu yako inayosimama katikati yao. Kwa jina la Yesu tunapinga hila na mamlaka ya ibilisi katika njia, katika maisha. Toka shetani, chiria maisha ya watakatifu wako. Mponye binti yule, mponye mama yule, mponye kijana yule. Onekana katikati yao. Watafanya biashara, watapata faida, watasimama mahusiano yaliyoharibika kwenye hatua ya mwisho. Wewe Baba unayarejesha kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Rejesha neema na upendo. Moyo ulioharibiwa dhambi, Bwana nenda ukausamehe na kuugeuza katika damu yako ya thamani. Kila mmoja mahali pake. Tunahitaji kujua maarifa na nguvu zako Kristo. Baba ututawale, Baba uturinde, na ukasikia maombi yetu machoni pako. Tukakubali kujifunza, kuyafahamu na kuyaelewa makusudi na mapenzi yako. Ninaamini Mungu unatupenda, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Bwana akubarikie wewe na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie nuru zake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.